Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Pemba mgeni Khatibu Yahya amewataka walimu, wazazi na walezi kuendelea kutoa malezi sahihi kwa watoto pamoja na kuelekeza kwenye mienendo mizuri ili kuijenga jamii katika mazingira yaliyo bora. Ametoa kauli hiyo wakati akikabidhi zawadi kwa wanafunzi waliofanya vizuri katika mitihani ya darasa la 7 kwa wanafunzi wa skuli mbalimbali katika jimbo la Konde. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ya Micheweni, Khatibu Juma Mjaja amesema walezi wana wajibu wa kuendeleza na kuwatunza watoto kielimu pamoja na kuzienzi juhudi zinazochukuliwa na viongozi wao za kuwaletea maendeleo wananchi wa jimbo hilo. Lakini bado dhima ya kuwaendeleza watoto hawa tunayo. Miongoni mwa dhima ni kuhakikisha kwamba tunawalea katika malezi mazuri, tunawaelekeza kwenye mambo mazuri ili waachane na mambo mabaya. Lakini kwa sababu pia wanapokwenda sasa watakuwa kwenye mazingira tofauti, wengine watakuwa kwenye skuli hii, lakini wengine watakuwa kwenye skuli tofauti. Tusiache kuwakanya kuhusiana na mwenendo wa dunia na mambo mbalimbali. Naelewa skuli zote hivi sasa zinao utaratibu wake kwa wanafunzi. Wanafunzi hao hawaruhusiwi kuchukua simu wala kuchukua vitu vyovyote vile, kwa wale hakike vitu vya mapambo, na hata wa kiume ni hivyo hivyo. Kuna taratibu, tusimame na taratibu ambazo zinawekwa na skuli mbalimbali watakazokwenda ili kuhakikisha kwamba watoto hao wanafanikiwa. Lakini tuwafuatilie, usione kwamba nishampeleka kashakwenda huko, mwache aende. Wazazi tuwe na utaratibu, na skuli hazikatai, zinaweka taratibu za wazazi kuwatembelea watoto wao kila baada ya muda. Kwa hivyo tuwadadisi, tukae nao, tuwe nao ili waendelee kuwa na ndoto zao, lakini pia waendelee kuwa watoto wetu. Lakini pia watoto ni sehemu ya jamii tunaoishi, tuwaangalie watoto wengine. Imani yangu ni kwamba wazazi tuliopo hapa na walezi sote tuna furaha kwa watoto wetu kupasa, lakini kwenye mitaa wapo watoto ambao wana tabia zisizokuwa za hawa wako. Basi tusiwache nao, kwa sababu nao wanaweza wakawasumu kwa watoto wetu hawa. Tuendeleze amani yetu iliyopo, kwani amani tulionayo ni msingi sana. Lakini pia kwa sababu walimu nao wapo hapa, walimu bado tunayo dhima ya kuhakikisha kwamba tunaendeleza kuwatunza na kuwahifadhi watoto wetu, kwa sababu watoto hawa ni msingi. Katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Micheweni, Abdalla Khamis Shaame, amesema utekelezaji wa ahadi kwa viongozi wa jimbo hilo umekuwa mfano wa kuigwa wa kuwaletea maendeleo wananchi, jambo ambalo linadhihirisha namna bora ya viongozi waliowachagua. Mumepata watu wanaojali na wanaothamini na wenye utungu na Konde yao. Hata sasa, mheshimiwa mgeni rasmi, ukipima utekelezaji wa kimajimbo kwa wilaya nzima, Konde iko juu, na huo ndio ukweli. Kinacho nitia moyo zaidi, yote wanaoyafanya wala si pesa ya ubunge na uwakilishi, bado ni pesa yao wenyewe, hawajatumia cha uwakilishi na ubunge. Hebu tuwapeni kila aina ya mashirikiano, jimbo hili lipige hatua zaidi. Na mheshimiwa mgeni rasmi, watu wa Konde mheshimiwa rais anawapenda sana. Sijui kama wanajua kama anawapenda sana. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo hilo amesema kuwa walezi wanapaswa kuendeleza juhudi za ufaulu kwa watoto ili kufikia malengo katika jimbo hilo la Konde la kuwa na wasomi wengi watakaoleta mabadiliko. Nawapeni hongera sana kwa jitihada zenu ambazo kwa mmezionyesha usiku na mchana kwa kuweza kupambana na watoto hawa. Leo mkatuletea watoto hawa idadi hii mliofanikiwa kuileta. Kwa hiyo nawaambia na ninachowasihi, niko pamoja na nini nikiwa kama mlezi katika shule hizi zote za Konde katika nafasi hii niliyokuwa nayo katika miaka hii mitano. Nataka product hii mnayoishia hii tayari kwa nyinyi mshamalizana nayo, lakini tunahitaji nyingine zaidi ya hii katika mwaka mwingine. Kwa hiyo ambapokuwa mleo mmetuzalishia hawa na musilizike tena na nafasi hii mlioipata au kufaulu huku mlikofanikiwa, tunataka mzidishe jitihadi. Leo kama ni 160 au 159, tunataka mwakani tupate 200 au na zaidi. Na mimi leo katika kuwasapoti
nimekuja labda leo na magodoro, lakini kesho nitakuja na kitu kingine kikubwa zaidi, au nitasapoti mengine zaidi, kwa sababu niko pamoja na nyinyi walimu katika kazi hii ambayo kuwa ni ngumu na ni nzito, lakini leo mmepambana nayo na kwa kweli mmekwenda nayo katika hali nzuri, na leo mmetuletea watoto ambao tunaona mbele yetu wa kike na wa kiume, tukiwa tunategemea hawa watakuwa wanafunzi bora katika sehemu zote wanazoendelea. Naye mwakilishi wa jimbo hilo ambaye pia ni naibu waziri Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Zawadi Ahmed Nassor, amesema lengo la uongozi wa jimbo hilo ni kuleta mabadiliko ya kielimu, hivyo wataendelea kuwahamasisha watoto ili kuongeza kiwango cha ufaulu jimboni hapo. Chochote tunachokifanya tutaraji tupate mustakabali mzima wa watoto wetu. Kwa hiyo hayo ndio madhumuni na malengo aliyotukusanya hapa. Ili pia watoto wetu tuwapeni wende wakalalie, wakasomee vitanda vilivyoko, magodoro hayo ya fiti na ndoo yanayolaliwa. Tuko pamoja? Mtoto mwenyewe uzito wake hafiki hata kilo 40. La mtosha. Hayo ni maneno ya kuvunjana moyo, tusishirikiane kwenye mambo yetu. Lakini tutaendelea kutoa uwezo wetu. Mwenyezi Mungu asema a'udhu billahi minashaitani rajim. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Haikalifishi Mwenyezi Mungu nafsi yoyote isipokuwa kwa huo ndio wasaa wetu, upokeeni. Pamoja na changamoto nyingi zilizopo kwenye jamii zetu, lakini mtoto anapopasi kasha kurahisishia malezi. Kule anakokwenda anaenda kupambana na wenzake walio na kiwango cha ufaulu kama yeye. Kwa hiyo apambana na uzoefu. Si kawaida mtoto atakaye pasi kuangua katika masomo yake, si rahisi. Lakini watoto wetu wanaobakia wakakosa hizi nafasi ya kujifunza, ndio hao wanaotupelekesha, ndio hao wanaotusumbua, na hatima yake wengine tukawakosa kabisa. Juhudi ifanyike ili tupate kizazi bora. Walioko madarasani, mashuleni, tuwahimizeni wasome kama hapa leo tuna furaha. Wale Mungu akijalia watakuwa ni watoto wetu wazuri, watoto wema, tutarajia hao. Au wengine je? Kwa hiyo mimi waombe, niwaase watoto wakajifunze kwa bidii. Tupo nao, wasisahau kusoma Qur'ani wakati watakapofika huko, wadurusi na Qur'ani kwa sababu ndio mwongozo wao. Kwa upande wake, diwani wa wadi ya Msuka ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Micheweni, Masudi Al-Masudi, amesema wataendelea kushirikiana na viongozi hao ili kuhakikisha wanaleta maendeleo ya jimbo hilo. Katika ugawaji wa zawadi kwa wanafunzi, kama walivyosema waliotangulia, tunashirikiana bega kwa bega katika kuhakikisha maendeleo ya jimbo letu na wilaya yetu, lakini na Zanzibar yetu, Tanzania kwa ujumla, yanapatikana kikamilifu. Lakini hasa tunapiga msumari katika jimbo letu ili kulitoa katika kule kulikokuwa na kulipeleka katika sehemu sahihi ambapo inatakiwa jimbo liweze kufika. Wakizungumza katika hafla hiyo, mratibu wa elimu ya sekondari Tarehe Hamis Hamad sambamba na afisa elimu wilaya ya Micheweni Ismail Ali wamewahakikishia wananchi kusimamia maendeleo hayo sambamba na uimarishwaji katika suala zima la elimu na maadili mema kwa wanafunzi. Lakini watoe hofu kama uimarishaji wa suala zima la maadili, usomaji wa Qur'ani unaendelea, hakuna dahalia hata moja. Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na Mheshimiwa mgeni rasmi, tulijue hili kama dahalia zote zinaendeleza darasa kwa wanafunzi wote, na suala la mashindano ya Qur'an linaendelea kwa dahalia zetu. Qur'ani za walimu wa jimbo la Konde. Washukuru sana Mheshimiwa mbunge na mwakilishi kwa mashirikiano yao wanayotupa sisi Wizara ya Elimu katika si jimbo la Konde tu, lakini kiwilaya kiujumla. Tunawashukuru sana. Leo muda hautoshi kusema kwamba wameshirikiana na sisi katika hali gani na gani. Katika hafla hiyo, zaidi ya wanafunzi 160 wamekabidhiwa zawadi mbalimbali ikiwemo fedha taslim na magodoro kwa wanafunzi waliofaulu kwa viwango tofauti ikiwemo vipawa maalum pamoja na mchepuo. Kutoka Pemba, Fatma Suleiman.